Habari zenu wa Tanzania. Katika watu wote ambao wametoka na kufanya press kuhusu Heche, kumchafua Heche, kuhusu tone sio nini, huyu wa leo kanifurahisha. Huyu Selasini, huyu kanifurahisha. Kwa sababu huyu kaonesha kile ambacho kina Mange tumekuwa tukikisema toka last week, kakiprove leo. Hao wengine wa Chadema walivotoka walikuwa tu wanasema Heche sijui kaiba tone sijui achunguzwe kaiba, wanaishia hapo. Huyu wa leo kazunguka afu kaenda kwenye point maridhiano. Karudi kaenda anataka maridhiano kati ya Chadema na CCM. Hii ndio kitu ambacho nilikuwa nawaambia ni last week, kwamba kinachotafutwa hapa, hii ataki yote ya Heche, issue ni maridhiano tu. Na Watanzania sikilizeni wanachokisema. Wanasema achunguzwe, Heche achunguzwe. Kumbukeni kwenye kampuni, kwenye nini, mtu anayechunguzwa anatakiwa kukaa pembeni ili apishe uchunguzi. So wanaposema achunguzwe, wanamaanisha kwamba Heche akae pembeni kwenye chama. Unaona? Yaani kwamba unatafutwa tu mwanya wa kumwengua Heche ili akae mtu ambaye atafanya maridhiano, ambaye ataipeleka Chadema kwenye maridhiano. Hii ndio point inaotafutwa. Ndio maana sasa hivi wamekuja na achunguzwe. Kuchunguzwa maana yake ni akae pembeni, kwa sababu hakuna uchunguzi utaweza kufanyika Chadema huku Heche bado alikuwa kwenye ile nafasi. Kwa hiyo Watanzania tuendelee kushikilia hapo tuposhikilia, kukaa nyuma ya Heche. Hawa mbwa wote, hawa mbwa wa Samia, maana tusiwaite tuwe wa kweli, tuwe wazi. Hawa mbwa wa Samia, hawa mbwa ambao wako ndani ya Chadema, ambao wanapokea kodi zetu kutoka kwa Samia kuja kumchafua Heche, tuwaambie kwamba Heche achafukiki. Tunamwamini, tuko nyuma yake na tutampigania, na hakai pembeni kuchunguzwa na mtu yoyote. Yaani mtajijua wenyewe huko. Hakai pembeni, hajiuzuru, hafanyi nini. Watanzania tuko nyuma ya Heche. Yaani Watanzania, mbwa yote anayekuja kufanya press, tunamchamba kwenda kule. Sisi yaani kwamba mjue, yoyote anayefanya press, mjue kwamba yuko pale anaongea kitu ambacho kaambiwa na Kimama. Kwa sababu Kimama anataka maridhiano na Chadema at any cost. Ngoja niwaambie kitu Kimama na sisi. Haya maridhiano mnayo yatafuta na kuyalilia kutoka kwa Chadema. Kwa nini msifanye maridhiano na Watanzania? Kwa nini msifanye tu maridhiano na wananchi mkaachana na Chadema? Fanyeni maridhiano na sisi. Sisi tunachokitaka kwenu nyinyi ni haki, na nchi itaanza upya. Tunachotaka kwenu ni haki. Tupeni sisi sasa hivi uwajibikaji wa Oktoba 29. Wote walioua wawajibishwe Oktoba 29. Tupeni miili mlioificha, watu wazike. Tupeni miili, watu wazike. Tupeni katiba mpya. Tupeni complete overhaul ya sheria za uchaguzi. Then rudisheni nchi kwenye uchaguzi, ili Watanzania waweze kuchagua bunge lao, tuweze kuchagua chama chetu, tuweze kuchagua rais wetu. Hayo ndio maridhiano tunayoyalilia Watanzania. Haya ndio maridhiano. Fanyeni haya leo. Nchi imetulia. Nchi imerudi. Hamna haja ya kumtafuta Heche. Hamna haja ya kualilia nini. Hamna haja ya kwenda kulipa watu na Chadema. Tupeni sisi wananchi haya maridhiano. Tupeni sisi. Acheni kututeka tukiongea. Acheni kutuonea. Tupeni haki zetu. Haya ndio maridhiano wa Tanzania tunayataka. Tupeni wananchi maridhiano. Mnahangaika na Chadema, wananchi je? Heche, kakaangu, endelea kuwa strong. Watanzania tuko nyuma yako. Na tunakushukuru kwa msimamo huu mkali
ulionao, endelea kuwa nao, hatuna cha kukulipa, lakini ujue sisi tutapambana na hizi mbwa zote zinazotumwa na Samia, tutapambana nazo, lakini sijui tutakulinda vipi maisha yako, kwa sababu Samia akishindwa hii project ya kukuchafua, kukuondoa kwa kukuchafua, akishaishindwa hii, kapanga kukuua. Hii nimeongea toka last week. Kesha mpa Mombo hiyo kazi, they are just waiting kwamba hii ya kukuchafua ikishindikana wanakuua. Mombo anakuua. Na Watanzania mjue iko Heche is a dead man walking. Ikishindikana hii ya kumuondoa kwa maneno, wakishindwa hii wanamuua. Hii ndio jinsi